kwa kuikuza kiuchumi, sekta ya kwanza kabisa ambayo unatakiwa uiangalie ni sekta ya miundombinu, kwa sababu uchumi ni pamoja na biashara na shughuli za usafirishaji pamoja na usafiri. Ukiweza kufanya hivyo, basi maana yake ni kwamba unaanza kusisimua uchumi wa maeneo husika. Na hapa nitaanza kueleza sekta ya miundombinu. Katika sekta ya miundombinu, dhamira ya Mheshimiwa Rais tangu amechukua nchi hii, utaona ni kuhakikisha kwamba anafungua barabara. Sasa hapa sitaki kuzisema tu zile barabara za kimikoa ambazo kimsingi zimeshafunguliwa, lakini nataka kusema barabara zetu ndani ya manispaa pamoja na mashauri ya wilaya ya Kigoma. Ninafahamu kwamba zipo changamoto za miundombinu, lakini pia ni ukweli ulio wazi kwamba katika kipindi chake ndicho kipindi pekee ambacho fedha takriban bilioni 12 zimeelekezwa kwenye TARURA tu. Hizi ni fedha nyingi sana, na ndani yake kuna fedha za tozo, kuna fedha za mifuko ya jimbo, na yeye ndio rais wa kwanza kuanzisha fedha za mfuko wa jimbo za barabara, na kuna fedha za serikali kuu ambazo zinakuja moja kwa moja kutoka hazina. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba bilioni 12 zimekuwa zikitumika kufungua njia mbalimbali, zile ambazo zinaweza zikaunganisha wananchi na masoko kwa ajili ya bidhaa zao, na zipo katika viwango tofauti. Kuna barabara ambazo zinajengwa kwa kiwango cha kokoto au changarawe, lakini kuna barabara ambazo zimejengwa kwa kiwango cha lami, na hivyo kufanya wilaya ya Kigoma kupata takriban shilingi bilioni 12 na zaidi kwenye eneo hili la barabara kwa upande wa TARURA. Ninafahamu zipo barabara za TANROADS, mnaziona zile barabara kubwa, lakini barabara hizi za TARURA ndizo zile ambazo wananchi wanazitumia kila siku kwenye shughuli zao za maendeleo katika usafiri na usafirishaji. Lakini Mheshimiwa Rais hakuangalia tu upande wa barabara, amekwenda mbele zaidi kwenye upande pia wa reli. Sasa hivi kuna mradi mkubwa sana ambao ujenzi haujaanza, lakini tayari Mheshimiwa Rais ameshatenga shilingi trilioni 7 na bilioni 158. Hizi zinakwenda kujenga kipande cha reli kutoka Uvinza kuja Kigoma mjini, na fedha hizi tayari zimekushaanza kufanywa kazi. Kwa nini? Kwa sababu uthamini umekushafanyika, na sasa hivi wanafanya michakato ya kuwalipa wale ambao reli itapita katika maeneo yao. Tayari stakeholders meetings, kwa maana ya vikao vya wadau, vimekwisha kaliwa kwenye ofisi yangu, ili kuhakikisha kwamba wadau muhimu ambao watapitiwa na miundombinu hii wanapata wanashare experience yao na namna ambayo miundombinu hiyo kama vile ya umeme, maji pamoja na mingine itakapopitiwa na reli itaweza kulindwa ili wananchi wasikose huduma. Hizi ni trilioni 7, ni fedha nyingi sana, na haijawahi kutokea tangu uhuru trilioni 7 kutengwa kwenye wilaya. Lakini katika swala lingine ambalo Mheshimiwa Rais amelipa kipaumbele, nyinyi mnafahamu wilaya ya Kigoma ni wilaya kongwe, na hatakuwa na uwanja wa ndege wenye sura ya kimataifa, sura nzuri kama ambavyo Mheshimiwa Rais sasa anafanya. Tayari ameleta shilingi bilioni 46 na ujenzi uko kwenye 20% na kitu. Jengo hili la uwanja wa ndege linajengwa na litakuwa na uwezo wa kuchukua abiria 250 kwa mara moja, lakini jengo hili litakuwa na uwezo wa kuchukua abiria 400,000 kwa wastani kwa mwaka. Na uwanja wa ndege wa zamani ama huu ambao tunao kabla ya kukarabatiwa una uwezo tu wa kuchukua abiria 32,000 kwa mwaka. Sasa tumetoka kwenye 32,000 mpaka kwenye 400,000, lakini kuna parking ya ndege kubwa kabisa na ya kisasa inajengwa pamoja na parking ya magari. Ni mnafahamu uwanja wetu sasa hivi hauna hata parking ya magari. Ukifika unapaki gari pale kwenye matope, unaingia ndani kwa ajili ya kupata usafiri. Lakini tunakwenda kuifanya Kigoma sasa iwe ina network ya kutosha ya usafiri wa anga, ambapo uwanja wa ndege unajengwa katika sura ya kipekee sana, na wananchi wakienda pale wataona mkandarasi yupo kazini. Eneo lingine ambalo ni muhimu kabisa na wananchi wanalisubiri kwa hamu ni eneo la usafiri wa njia ya maji kwa maana ya ziwa Tanganyika. Ni ukweli kwamba asilimia zaidi pengine ya
60 ya wananchi wanaoishi Kigoma wanategemea ziwa Tanganyika katika shughuli zao za kupata fedha kwa mazao yanayotokana na shughuli za uvuvi. Lakini ziwa hilo pia linatumika kuunganisha nchi zetu, kwa maana ya nchi ya Kongo pamoja na nchi ya Burundi zinaunganishwa moja kwa moja na ziwa hili. Na hapo sasa, miaka mingi iliyopita tulikuwa tuna meli ya MV Liemba. Hii ni meli ya kitalii tangu vita vya dunia ipo. Tunasema ni meli ya kitalii kwa sasa kwa sababu inajengwa kwa kiwango cha kisasa sana. Meli hii imetengewa fedha shilingi bilioni 34 na ukarabati mkubwa unafanyika. Wananchi wakienda pale kwenye gati la bandari yetu wataona namna ambavyo mafundi wako site wanaendelea kuikarabati meli hii. Ni kweli ujenzi huu umechukua muda mrefu ama ukarabati wa meli hii, lakini mpaka sasa tuna matumaini kwamba kuanzia mwezi wa 9 wa 10 meli hii inawezekana ikafanywa majaribio. Na kila kitu kinawekwa kipya. Ni meli ya kisasa kabisa itakuwa. Na kuna na kwa maana hiyo ndoto za wananchi kwa kusafiri kwa njia ya ziwa Tanganyika kwenda Kongo, Burundi na katika maeneo mengine yanayofikika yanayounganishwa na ziwa Tanganyika sasa itaanza kutimia. Sambamba na hilo, ipo meli inaitwa MT Sangara. Hii ni meli kwa ajili ya mafuta ambayo MT Sangara tayari imekwisha kamilika kwa 99%, ambapo muda sio mrefu itaanza safari zake kuelekea katika nchi zetu za Burundi na Kongo kwa ajili ya kusafirisha mafuta. Miundombinu hii niliyoitaja inakwenda kuhamsha na kufufua matumaini ya wananchi, lakini kuwachangamanisha zaidi kiuchumi, kwa sababu itakuwa ni rahisi kufikika katika nchi nyingine, lakini pia wananchi sasa watabeba mzigo wao mkubwa kwa gharama nafuu. Gharama ya kubeba mzigo kwa njia ya maji pamoja na njia ya treni ni rahisi zaidi ukilinganisha na gharama ya kubeba mzigo kwa njia ya barabara. Hata hivyo, barabara zetu zimekuwa hazidumu kwa muda mrefu kwa sababu ya maroli makubwa yenye mzigo mzito yanayosafiri kwa muda mrefu kwenye barabara zetu. Na kwa maana hiyo tuna imani njia ya reli italinda zaidi barabara zetu, lakini itakuza uchumi wa nchi yetu.